Hali gani mpenzi mtazamaji wa Misia San TV, na ukaribisha kuweza kufuata taarifa habari katika lugha tukufu la Kiswahili. Tutaanzia taarifa yetu ya habari na uko Mwenga ambako M23 zidi ya vikundi mbalimbali vya wazalendo walipambana Jumapili April 13 katika kijiji cha Butondo kilichopo katika usultani wa Lwindi groupment ya Yanga tarafani Mwenga jimboni Kivu ya Kusini. Kulingana na vyanzo vya ndani, ilikuwa ni tangu asubuhi ya Jumapili ndipo mapigano yalianza katika kijiji hicho. Butondo, moja vijiji 8 vya Yanga, ni eneo ambalo kuliripotiwa mapambano hayo. Haya ni mapigano ya kwanza kuweza kuripotiwa pa Lwindi tarafani Mwenga jimboni Kivu ya Kusini. Huko Kinshasa ni kwamba kwa awamu ya kwanza ya miezi mitatu ya mwaka 2025 mapato yaliyokusanywa nchini DRC yaliongezeka hadi kufikia bilioni 5,723,035 faranga za Kongo, kuzidi idadi iliyokuwa na tarajio ya bilioni 5,244,044 faranga za Kongo, sawa na mapato yenye pasenti 109. Utendaji huu unaonyesha ufanisi wa idara za kifedha SWADGI na DGRAD ambazo zinastahili pongezi kwa nguvu yao ya kujitolea. Matokeo haya pia ni matunda maoni ya usimamizi wa waziri wa fedha Dudu Fwamba Likunde, ambaye juhudi zake za mara kwa mara za kuboresha utawala wa bajeti na kuimarisha nidhamu ya ushuru na kuongeza uhamasishaji wa rasilimali za ndani kuzaa matunda yanayoonekana. Matokeo haya mazuri ya mapato yatasaidia pakubwa miradi ya serikali. Matumizi yaliyopangiliwa ni ya bilioni 5,429,166 faranga za Kongo. Walipata bilioni 7,360,420 faranga za Kongo, ikiwa ni sawa na asilimia 126. Matumizi haya yanalenga zaidi sana hali ya usalama, ikiwemo operesheni za kijeshi zinazoendelea mashariki mwa nchi. Upungufu wa bajeti ambao ulikadiriwa kuwa bilioni 5,084,466 faranga za Kongo, ikiwa ni takriban dola milioni 208, ulirekebishwa tena hadi bilioni 1,637,384 faranga za Kongo kwa sababu gharama hizi za kipekee. Ni muhimu kusisitiza kwamba naki hii ilifadhiliwa kabisa kwa njia nzuri chini ya usimamizi wa Wizara ya Fedha, chini ya uongozi wa mkuu wa nchi Felix Antoine Tshisekedi. Juhudi katika suala la uhamasishaji wa mapato zinaendelea. Hatua hii ni muhimu kudumisha usawa wa bajeti na kuhakikisha utekelezaji mzuri wa vipaumbele vya kitaifa. Kwingineko ni kwamba rais wa Togo Faure Sonzina Nyashimbe ndio ametolewa kuwa mpatanishi katika mzozo unaokabili Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na Rwanda, ambayo inasapoti M23 AFC. Mwenyekiti wa kamisheni ya Umoja wa Afrika Mahmoud Ali Yusuf amemteua waziri wa mambo ya nje wa Ethiopia na misheni wanamemba karibu na Umoja wa Afrika, hatua iliyorasimishwa na njia ya kusaka amani na Baraza Kuu la Umoja wa Afrika. Kulingana na ripoti ya mwenyekiti wa kamisheni ya Umoja wa Afrika Mahmoud Ali Yusuf, Rais Faure Sonzina Nyambe ataendeleza juhudi zilizoanzishwa na Joao Lourenço, rais wa Angola. Kulingana na ripoti hiyo ya mkutano mkuu wa Umoja wa Afrika husika na kamisheni ya Umoja wa Afrika, wakiwa pamoja na nchi wanamemba, wametoa barua kamili juu ya mchakato wa upatanishi huu, wakijikita hasa zaidi kwenye mchakato ule wa Nairobi na Luanda na kutumia uongozi wa Umoja wa Afrika juu ya kutatua mizozo katika bara hili. Huko Bwari Isome ni kwamba mwami wa groupment ya Babwari sekta Mutambala Katamya Kisesa mfano ameomba kwa wakuu viongozi wa Zalendo kufuatilia na kuadhibu wa Zalendo wanaotekeleza vitendo vya mauaji ndani ya tarafa la Fizi na mji wa Baraka, hasa katika kisanga cha Ubwari sekta Mutambala tarafani Fizi. Akizungumza na TV yako, mwami huyo wa groupment ya Babwari Katamya Kisesa mfano ametajwa kusikitishwa na hali ya mauaji, huku akiomba kwa wakuu viongozi wa Zalendo kuwa na wafunza sheria vijana wao mbele ya kuwapa silaha ili kuepukana na haliyo. Swala ni dogo sana. Mimi nilisema na nikatangaza na nikamwambia baadhi ya viongozi wa makamanda wadogo wa wazalendo kwamba kwa mfano mimi niko Ubwari, tunajuana huku, si vizuri kuona Murundi tu anakatiana nikaa sio analimiana, amesha dhulumu kule, anadaiwa na wale watajiri wampa kazi, anaenda kumtumikia kamanda wa wazalendo. Akimtumikia kamanda wa wazalendo ama chama kumkatia mkaa, yule mtu alikuwa hawezi kumsubutu. Sasa kesho unasikia ameshakuwa na silaha, anakuwa na mzalendo. Mtu maibobo tu mmoja mnokanyanga tabani, anakuwa na mzalendo, yuko na ule kamanda na anamtuma kumisio. Sasa ule kamanda alimtuma akamatwe. Yule kamanda alotuma yule akamatwe. Kuliwa hatua za kisheria kule kwenye makao makuu ya wazalendo. Tunajua makao makuu yako chini ya mzee ya kutuma,
Sasa wale watu wa SMPC mkamate upande wa pale, wampeleke kule kwenye maandamano yao kubwa, wamlikie. Raia inachukia, raia inasikitika kwa sababu nchi inaumwa, nchi iko na matatizo. Raia yote inaunga mkono wazalendo. Sasa raia yote ya Sud Kivu yote inaunga mkono wazalendo kwa asilimia kubwa. Sasa aje tu alafu hao wageuke tena hao raia ndio wa victim. Jua nini tu. Nilisema mtu yote anataka kuingia kwa wazalendo huko ubwali, aende akajiorodheshe kule ama kwenye komandema iko Sebele ama kule makao makuu kwenye tamajori ya mzee amuri ya kutumba, wajiandikishe kule kwa sababu kule atapimwa akili yao, watafundishwa, watapewa ideolojia kuishi na bunduki, kuishi na raia, taratibu zetu. Kwa nini wewe umekuja kujiunga na jeshi? Ataeleza, ataulizwa, ataelekezwa. Chapata mafunzo, akiona mtu anaelekea ndio apewe bunduki. Bunduki ni kitu kibaya sana, sio kumpa tu mtu mwenda wazimu unampa bunduki. Huko Baraka ni kwamba kitengo cha kiserikali Transcom mjini Baraka tayari kimeondoa kizuizi cha kutoza vyombo vya uchukuzi kilichokuwa Pakatanga kisha malalamiko ya wanamemba wa shirika ya vyombo vya uchukuzi vya Fizi Baraka. Bilombele Nyange ni kiongozi kwa muda wa kitengo cha Transcom mjini Baraka, ameonyesha hapa kwanza kazi za kitengo cha Transcom kote kinapopatikana. Transcom ni kitengo cha serikali, inaitwa mwaku kirefu transport, voie de communication et désenclavement. Ni service ya leta ambao inatumika mwantite zote, national, provincial, local. Yote inafanya kazi. Makazi yake ni nini? Transcom amepewa kudélivrer ma document ya transport. Inaitwa document de bord. Kila anje ana vitengo kwanza 3 ya transport et Transcom: 1 maritime, aérienne na terrestre. Sisi ambao tunaongea hapa kitengo cha terrestre, transport terrestre, tuna délivrer document ya transport de biens, autorisation de transport de personnes, autorisation de transport de biens, certificat de contrôle technique, permis de conduire. Transcom anapewa kazi ya kufanya surveillance. Nomenclature inasema vile arrêté na mulipatia nguvu yeye au barabarani kufanya frais de surveillance de véhicules de transport routier. Ni ile unaona kila fasi, unaenda Kishasa, unaenda Bukavu, unaenda wapi, unaona unakuta mabariere iko pale, wa Transcom wako ndani kwa wanafanya surveillance, yani contrôle de documents de bord. Ana délivrer au bureau ya ile document na kukamba wanafanya contrôle. Banalipisha taxe inaitwa embarquement terrestre ku parking, na kuko wagari ambao wako wanakimbia ku parking, kuko wengine ambao wanakuwa wanapakizia mu malupango na banabashie banaondoka. Sasa banamkamata wapi? Kukamba. Juko banafanya control kule. Hiyo ni mojawapo ya kazi ambao Transcom wanafanya mwetandi yote ya Republika. Mwishowe Bilombele Nyange ameeleza kuwa kizuizi kilo alikiondoa kutokana na itilafu kidogo za kikazi. Kuhusu kamba ambayo ilitiliwa pale Pakatanga, haiko utasi wa Transcom, alipewa ruhusa kwa yeye sio kiongozi wa entité ndio limpatia ruhusa kibarua ya yeye atie kamba yake pale, na abaza kamba tayari tulishamaliza, hakuna tena kamba tulitia pale. Barua ya maire de la ville ndio alioandika barua pale kutia kamba Katanga. Inatokana kuombi ya service ambao service ilionana na maire de la ville titulaire, ikamzungumzia magumu juu ya maresete ambayo isiyoeleweka, iko ndogo sana kwa entité zingine, iko haya sana. Ni ile sasa ndio kukatoka barua ya service ikamwendea kwa ombi kiongozi wa meri, na yeye kiongozi pia na yeye akakuze reception iko favorable, anaruhusu service itie kamba Katanga, itie kamba mu RN5 vile ilifanyika. Barua ikaandikiwa na ndani ya barua alikazia kwamba service itumie kazi yake na iheshimie sheria ambayo anafanyisia kazi. Sheria gani anapewa ya kufanya kazi fulani ya kulipisha na kukontrole.
Tukiwa tuko Baraka ni kwamba mkuu kiongozi kwa muda wa jimbo la kielimu la Kivu Kusini ya pili ameomba walimu wa mji wa Baraka na tarafa la Fizi waliogoma kufundisha watoto kwa ajili ya kutokulipwa mishahara yao ya miezi miwili na shirika la Caritas kurudi mashuleni ili kufundisha watoto, kwa hivi karibuni mishahara yao itakuja. Akizungumza na TV yako Mkechibini Masa, mkuu kiongozi kwa muda wa jimbo la kielimu la Kivu Kusini ya pili ameanza kwanza kuonyesha sababu la mishahara yao kuchelewa. Ilikuwa tarehe 8 wanakuwa kunaambia ya kwamba watafanya assemblée générale. Nikawaambia kama mfanye assemblée générale, lakini mjue kama dossier yenu iko na processus. Watawalipa. Banque payeuse yetu ni Bukavu, na kule Bukavu ni waasi walioko. Ilitubidi sasa kufata nyayo za wakubwa. Walituarifu kama kila personnel akamate numero yake kusudi walipwe kama vile watu watembe. Malheureusement manimero walipeleka haikuwa identique mumajina yabo conformément na kulisting na kupepele ku Vodacom na ku Airtel, c'est-à-dire M-Pesa na Airtel Money. Alors ikonekana ilikuwa mzuri zaidi, ikaenda ku Caritas tena ulia kupeleka zile zote za walimu wakakamata tu za chef d'établissement. Zilipofika Kinshasa walikatala zile. Kwa sababu ya nini? Inawezekana kuko walimu wanaokimbia, na kama pesa zikiingia mkono tu mwa directeur wala prefet watakula zile pesa, wakarudisha zile données, tukapeleka données zingine bupya, na hivi dossier iko traitable. Nikawaambia muende muhamasishe wenzeni waende kushule, wasifanye manifestation na vingine vyote. Mimi nilikuwa shangaa sasa kusikia wananitumia barua ya declaration yao kama wanafunga masomo. Ile sikupendezwa, yani hawakuelewa. Mpenzi mtazamaji wa Miss ya Sun TV, hadi hapo ndipo tumefika mwisho wa taarifa habari katika lugha tukufu la Kiswahili. Msomaji wako alikuwa ni mimi Safari Almas. Sina la ziada na kuaga nikisema bye bye.